Tanzania imejipangia katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2026-2027 ukuaji wa uchumi uende kwa asilimia 6.3. Hii ikiwa ni ule mpango wa kufikia dira ya maendeleo ya 2050 ya kuwa na uchumi wa dola trilioni 1. Kwa hiyo katika kuvunja moja ya jambo ambalo linaweza kufikisha huko ni kuhakikisha ya kwamba uchumi katika kila mwaka unakuwa na ukuaji wa juu. Sasa jambo ambalo kwa sasa linaonekana kuwekewa mkazo ni hiyo asilimia 6.3. Hii inaweza kufikiwaje? Lakini nini inaweza ikawa viashiria vya ukuaji huu katika uchumi wa mtu mmoja mmoja? Hilo ndio swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza wakati huu ambako akisikia serikali kupitia kwa waziri wa fedha ikiendelea kusisitiza kwamba mkazo mkubwa ni uchumi kukua kwa asilimia 6.3 katika mwaka wa fedha. Hicho ndicho ambacho tutakachokijadili hii leo kwenye Uchanganuzi. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekuwa vyema kabisa na nikualike tuwe sote. Naitwa Nurdin Selemani. Studio tumemwalika mchumi Walter Nguma ili kupata utaalamu na nini ambacho kinapaswa kueleweka ambako serikali inaposema ukuaji wa uchumi wa asilimia 6.3, na je, kila mtu yupo tayari kwa hilo? Karibu sana Nguma. Asante sana. Mambo yanasemaje? Mungu mwema. Simba na Yanga wanakiwasha huko. Na tunapozungumzia ukuaji wa uchumi wa asilimia 6.3, ni rahisi ama ngumu kwa kiwango gani? Kwa sababu kuna wakati uchumi ulikwenda ilivyotokea COVID, mambo yakavurugikia hapo, kila nchi ikajikuta malengo yake yote yamesambaratika. Sasa ni rahisi kwa kiwango gani kufikia hicho ambacho ni matamanio? Kiukweli ni kwamba bado haijawa ni rahisi, japokuwa tunasema kupanga ni kuchagua. Pamoja na kwamba mambo ni magumu, lakini haituzuii kujipanga na kuweza kuona kwamba bado zile ndoto tulizokuwa nazo tunaweza kuzifikia. Kila mtu ana ndoto yake ambayo anatamani baada ya muda fulani niweze kuifikia. Mwingine anasema nikifikisha miaka 30 nitaoa, mwingine anatamani nikifikisha miaka 26, 27 aolewe. Kwa hiyo ndivyo hivyo, na nchi inakuwa na ndoto yake ya kutaka kuona kwamba siku moja wanaweza kufikia kwenye hatua fulani. Sasa ukiangalia katika namna ya kuangalia ukuaji wa uchumi katika nchi, ina mapana yake na marefu yake ambayo lazima uyatizame ili kuweza kupata ile picture halisi ya kuweza kuona kwamba je, ni kweli asilimia hii tunaweza tukaifikia au la. La kwanza lazima uangalie kwenye upande kwa mfano wa uzalishaji. Ukienda kwenye production uweze kuona uzalishaji katika nchi uko kwa kiwango gani. Je, sisi tunauza nje kwa kiwango gani? Kupeleka katika soko la kimataifa tunapeleka kwa kiwango gani? Je, tunazalisha katika kuweza kuhudumia soko la ndani kwa kiwango gani? Hayo yanaweza kukupa picha ya kuweza kuonyesha kwamba je, uchumi wetu tunaweza kufikia kule tunakotaka kufika tufika hapo mwaka 2050 au la. Kwa hiyo ukiangalia uzalishaji pia tunazima uangalie kwenye upande wa kwamba una viwanda kiasi gani, kwenye upande wa kilimo unazalisha kiwango gani, na hivyo kuweza kuona kwamba katika soko la dunia, je, ni kitu gani ambacho kama taifa inakipata. Hiyo inaweza kukupa picha ya kuweza kuona kwamba je, hii ndoto yangu ninaifikia au la. Lakini vile vile lazima uende kwenye upande wa ajira. Lazima uangalie kwenye ajira ni kwa kiwango gani wananchi wako wana ajira, kwa maana ya kwamba wanacho kipato. Na wananchi wako kwa maana ya kwamba wakiwa na ajira, maana yake ni kwamba una kundi kubwa la wananchi ambao wanalipa kodi. Na katika kulipa kodi huko, maana yake ni kwamba serikali sasa inaweza kuchukua hizo fedha na kwenda kufanya uwekezaji kwenye sekta mbalimbali, afya, kwenye sekta za elimu, maji na sekta nyingine mbalimbali muhimu kwa wananchi. Kwa hiyo hivyo ukivitizama ndivyo ambavyo vinaweza kukupa vile viashiria 7 vya kwamba sasa nchi inakwenda kwenye mabadiliko, na tunaweza tukaona kwamba tunakwenda kwenye mafanikio makubwa ya kiuchumi. Jambo lingine lazima uende kuangalia kwenye sekta ya usafirishaji.
lazima uangalie miundombinu katika nchi, uangalie kwenye uangalie bandari, usafiri wa anga, usafiri wa nchi kavu, uangalie treni, maeneo yote hayo uweze kuona, je, nchi imeweza kujipambanua kwa kiwango gani katika kuweza kuhakikisha kwamba kundi kubwa la Watanzania, swala la usafiri sio changamoto, swala la kusafirisha bidhaa kutoka bandarini kwenda kwenye soko sio changamoto, swala la kusafirisha watalii au kwingineko, hiyo sio changamoto. Hayo mambo ukiweza kuyaangalia yanaweza kukupa picha ya namna gani ambavyo, je, nchi kama nchi, je, tunaweza kufikia asilimia hii 6.3 kwa mwaka 2026-2027? Yote hayo lazima uyatizame, lakini la mwisho lazima utizame mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei unakupa picha ya kwamba, je, uchumi wetu tunaweza kufikia hii asilimia au la, kwa sababu mfumuko wa bei unakuwa determined na jinsi ambavyo watu wanavyokwenda sokoni na kujipatia mahitaji yao ya msingi. Je, gharama za chakula, gharama za ujenzi, hayo yote, gharama za uzalishaji, hayo yote ukiyatizama yanaweza kukupa picha halisi na halisia ya kwamba, je, uchumi wetu unakwenda kukua kwa hiyo asilimia 6.3 au vinginevyo. Tumegusia baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi ambayo yanaweza kusaidia, lakini kwenye hili la mfumuko wa bei, watu wengi wamekuwa, ukimwambia leo hata uchumi umekuwa, yeye kitu cha kwanza analinganisha kuhusiana na mfumuko wa bei. Anakuambia labda mwaka jana nikiwa na 10,000 yangu naweza nikanunua mahitaji 1, 2, 3, 4, 5. Leo yale mahitaji yamepungua. Nini sasa kinaweza kikawa ni kiashiria kizuri cha mtu wa kawaida, hasa mtu mmoja mmoja, kumweleza kwamba uchumi unaendelea kukua na yeye au sadiki wa uchumi? Unajua, ukiangalia hivi sasa kuna kitu tunakiita mfumuko wa bei wa siri. Tunaita poverty inflation trap. Yaani ni mfumuko wa bei ambao huwezi kusikia sana kwenye takwimu zitakazokuwa zinazungumzika, lakini ukienda sokoni ndiko unaweza kuona. Ukienda kununua nyanya, ukienda kununua vitunguu, ukaenda kununua nguo, ndiko ambako unaweza kuona kwamba kumbe kuna mfumuko wa bei. Ukitaka kusafirisha kitu ndio utasikia kwamba kwamba ulikuwa unasafirisha bahasha kwa shilingi 10,000, sasa hivi bahasha inakwenda kwa shilingi 13,000. Ndiko ambako unaweza kuona mfumuko wa bei. Kwa hiyo ni ile tunasema ni poverty inflation trap. Ni mfumuko wa bei wa siri ambao wakati mwingine kuona kwenye takwimu inakuwa ni ngumu. Mtu anaweza kusema hawa wanazungumza kwamba mfumuko wetu wa bei uko kwenye tarakimu moja, kwamba tusivuke ile 5%. Lakini mbona kuna mfumuko wa bei? Ndio hiyo kwamba kuna mfumuko wa siri ambao unakuta kwamba upo, lakini haujawa authorized, kwamba sasa mfumuko wa bei wa nchi umeweza kukua kwa kiwango fulani. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo unaweza kukuta kwamba ndio ambayo mtu anaangalia kwamba nilikuwa na shilingi 10,000 nimekwenda kununua kitu sasa, kile ambacho nilikuwa nakinunua kwa hii shilingi 10,000 hivi sasa sikipati. Kwa hiyo ndio unakuta sababu kubwa ni hiyo ambayo inapelekea sasa ule usiri uliopo katika mfumuko wa bei ambao pengine mamlaka husika hazijataka kusema kwamba huu ni mfumuko wa bei. Wanauona kama ni mfumuko ambao unatokana na upepo wa kiuchumi jinsi unavyoenda hivi sasa. Haya yote ya ukuaji wa uchumi, kinacholengwa ni dira ya maendeleo ya 2050 kufikia ule ukuaji wa GDP ya dola trilioni 1. Kwa hii hali ambayo tunaiona, kuna mwelekeo wote ambao tunauona wa kuona kwamba ukuaji huu utatufikisha huko kweli kwenye GDP ambayo serikali inaona kwenye miaka 24 ijayo? Ukiniambia mimi kwa muono wangu ninavyoweza kusema wa kiuchumi, naweza kusema inaweza ikawa ni ngumu sana kuuelezea katika muktadha wa maisha halisi ya watu, lakini ni uchumi ambao kuufikia utakuwa unaelezwa sana kwa kuegemea zaidi kwenye uchumi wa vitu. Kwamba ili uweze kuwakonvinsi wa Tanzania na kuambia kwamba uchumi umekuwa na kufika asilimia 6.3, inabidi utaje vipande vya barabara vilivyotengenezwa, madaraja, lazima utaje madarasa yaliyojengwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwenye mifuko ya watu inaweza ikawa ni ngumu sana kuelezeka, kwa sababu je,
tuulize kwa mfano ni kwa namna gani ambavyo Watanzania wanaweza kwenda kukuza mitaji yao, hasa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Je, kuna namna ya kupatikanaji wa mitaji ya uhakika ya wao kuweza kujiingiza kwenye biashara? Unaweza kuona bado hali sio njema, lakini vile vile lazima unaweza kwenda kuangalia katika eneo lingine. Kwa mfano, serikali inapanga kwamba kwa mwaka 2026-2027 tuajiri Watanzania milioni 1.7. Sasa unajiuliza, je, mkakati huo unauona Watanzania milioni 1.7 kuweza kupata ajira? Lakini vile vile lazima uende kuangalia ile tunasema sasa mfumuko wa bei wa siri ambao upo. Ukiangalia ukienda kwenye kwa mfano kwenye uzalishaji, kuna gharama kubwa imeongezeka. Je, gharama hiyo iliyoongezeka inakuwa covered kwa kiwango gani? Tuzungumze hivi sasa. Hivi karibu tumeona mfumuko wa bei kwenye simenti. Maana yake ni kwamba gharama za ujenzi zimeongezeka, lakini kipato cha wananchi kiko ni kile kile. Kwa hiyo ina maana ile spidi ya ujenzi na yenyewe inaenda kupungua. Mtu anaweza akaanza ujenzi, lakini kama ulikuwa uishi mwaka 2027 ukaisha mwaka 2029. Kwa hiyo yote hiyo ndio maana nasema kwamba uchumi unaweza ukawa ni wa kuelezeka katika vitu zaidi kuliko uchumi wa mtu mmoja mmoja, jambo ambalo inaweza ikaweka kitendawili kigumu kati ya mwananchi na serikali yake pale ambapo serikali itakuwa inazungumza habari ya uchumi kukua. Lakini sasa nini ambacho kinapaswa kuakisi hasa kwa mtu mmoja mmoja ili aone kwamba kweli kwa sasa uchumi wetu umekuwa kwa kiwango hiki na mimi na uisho? Kwa sababu ukitoa zile takwimu za jumla unaweza ukaambiwa kila Mtanzania kipato chake milioni 3, lakini kuna mtu ambaye hajawahi kuiona wala kuishika hiyo. Nini ambacho kinaweza kikaakisi ili tuone hali halisi ya uwiano na uchumi usaidie? Kwanza ni mwananchi kupata yale mahitaji yake ya msingi, basic needs, kwa maana ya kwamba apate chakula, apate malazi, apate na food, shelter and clothing, na mavazi. Hayo ni mambo ya msingi ambayo mtu lazima ayapate. Je, wananchi wanapata chakula, kwa maana ya kwamba wanapata chakula katika gharama ambayo inaendana na kipato chao, kwa maana ya kwamba hakuna mfumuko katika upatikanaji wa chakula. Lakini vile vile lazima uende kwenye malazi, kwa maana ya kwamba lazima waweze kuwa na nyumba zenye kuendana na usasa wa hivi sasa, nyumba ambazo zinaweza kusitiri utu wa binadamu, kwamba ana sehemu sahihi ya kulala. Lakini vile vile lazima aweze kuvaa, kwa maana ya kwamba huyu mtu lazima aweze kupata mavazi, akaweza kusitiri vyema mwili wake, akaweza kubadilisha leo shati jeusi, kesho la blue, kesho kutwa la njano, gauni lake hivyo na kadhalika. Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima uweze kuyatizama. Unadhifu wa mtu pia unaeleza hali yake ya kiuchumi jinsi ilivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima uyaangalie, lakini pia lazima utizame katika upatikanaji wa huduma za kijamii. Huyu mwananchi, gharama za nishati katika nchi zinakuwa katika gharama kiasi gani? Lazima hiyo iweze kuwa mwananchi aweze kuona kwamba pengine kuna unafuu na uchumi unakwenda kwa kasi nzuri. Lakini gharama za usafirishaji na zenyewe pia lazima uziangalie. Sasa ukiangalia kuna mfumuko wa bei kwenye usafirishaji, hata wanaosafiri kwenye bei za daladala, bei za mabasi zimeweza kupanda kutokana na kuongezeka kwa gharama ya mafuta. Hiyo tayari ni pigo kwa wananchi. Je, hiyo kwa mwaka 2026-2027 je, itaweza kushuka kwa kiwango gani ili kuweza kumridhisha huyu mwananchi na kuweza kuona kwamba uchumi wa nchi umeweza kukua na sasa mambo yanakwenda vizuri? Lengo ni kwamba anapokuwa na ile fedha yake mfukoni, basi angalau hata akiwa anatumia kuna chenchi inabaki ambayo anaweza kuiweka kwenye akiba. Lakini ikiwa kwamba wananchi wanatumia mpaka kile cha mwisho kiasi kwamba hawawezi kuweka akiba, maana yake hiyo uchumi bado haujakaa sawasawa, na hivyo lazima kutakuwa, hata kama hawatatoa sauti, lakini mifuko yao itakuwa na malalamiko kwamba mambo hayako vizuri. Lakini vile vile huduma zile za kijamii, ukienda pia kwenye masuala ya afya, masuala ya elimu, masuala ya maji, lazima haya uweze kuona. Je, gharama za maji zikoje katika nchi? Watu wanapata maji katika gharama ambayo inaeleweka, isije ikawa kwamba watu wananunua maji kwa gharama kama vile wananunua dhahabu. Lazima hiyo ulitizame. Kwenye mahospitali wanapata huduma za msingi, wanapokwenda hospitali gharama za madawa ziko kiasi gani? Je, pengine
wana labda bima ya afya na vinginevyo. Lazima uangalie vyote hivyo ni viashiria vya kuweza kuonyesha kwamba uchumi unakuwa, kwa sababu nguvu kazi ya nchi, lazima wananchi waweze kuwa na afya iliyo bora. Lakini vile vile lazima uweze kwenda uangalie sekta nyingine za kiuchumi, kwa maana ya kwamba umetoka kwenye maji, umekwenda kwenye afya, uende kwenye elimu. Gharama ya elimu ikoje katika nchi? Uzuri hapa bado tuna elimu bure, lakini je, tutakwenda na mpango huo, au je kuna gharama ambazo wananchi wanaziingia pamoja na kwamba kuna elimu bure? Kwa hiyo hayo yote ndio ambayo yanaweza yakamchochea mwananchi wa kawaida kuweza kusema sasa angalau maisha hivi sasa yameboreka, na hivyo mambo yanakwenda na tumefikia kweli uchumi wa 6.3. Kwa mipango ya serikali, ni sekta gani ambazo wakiwekeza zinaweza kusaidia kwa haraka kufikia malengo ya ukuaji wa 6.3? Kwanza lazima uende sekta kwa mfano ya kilimo ambayo Watanzania wengi ndio wanayoitegemea. Zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Kwa hiyo lazima uweke uwekezaji mkubwa. Hivi sasa kuna mfumuko wa bei kwenye upande wa mbolea. Lazima mbolea pamoja na pembejeo. Serikali ni kuweza kuona namna gani ya kuweka ruzuku mle, ile gharama ya mbolea isiwe kubwa, kwa sababu wananchi gharama itakapokuwa kubwa watadumbukiza mbegu kwenye ardhi bila kuweka mbolea, kitu ambacho kitafanya wao kuambulia patupu, kwa maana ya kwamba watatumia nguvu kubwa kwenye uzalisha, lakini output au kile ambacho wanakitegemea kisiwe ni cha kuridhisha. Kwa hiyo lazima serikali iweze kuona sekta ya kilimo namna ya kuendelea kuboresha mazingira yao, kuweka ruzuku kwenye upande wa mbolea, ili wananchi waweze kupata mbolea katika gharama ambayo ni nafuu, ni mbolea pamoja na pembejeo. Lakini vile vile lazima kuendelea kuangalia sekta kwa mfano ya utalii, sekta ambayo tunategemea kuona kwamba inaendelea kuongeza mapato. Kwa hiyo waendelee kuboresha, waangalie mazingira yale ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kuzalisha ajira zaidi, lakini vile vile inaendelea kuongeza mapato mengi katika serikali, ili kwenda kuwapunguzia wananchi mzigo wa kodi katika kuweza kuendesha mambo mbalimbali ya kiserikali. Lakini jambo lingine, lazima waende kuangalia sekta kwa mfano ya madini. Ni sekta muhimu ambayo lazima waiangalie. Kulikuwa na utaratibu kwa mfano wa kuhakikisha kwamba madini yetu hayauzwi kiholela nje. Kulikuwa na ule utaratibu wa Benki Kuu ya Tanzania kununua. Ule utaratibu ni mzuri sana. Kwa hiyo ni serikali kuweza kuona kwamba namna gani wanaweza kuendelea nao, ili angalau hata kama tunauza madini tuuze kwa utaratibu ambao ni mzuri, ambao unaweza ukaletea taifa faida kubwa, kwa sababu unajua ikiwa tu kwamba madini yanauzwa kwa utaratibu ambao sio wa kueleweka sana, ndio mwanzo wa nchi kuendelea kupoteza mapato yake, kwa sababu watu watakwepa kodi na mambo mengine kadhalika ya namna hiyo. Lakini vile vile lazima wazuie utoroshaji wa madini kwa sababu bado utoroshaji wa madini katika nchi yetu bado upo, pamoja na kwamba hawa watu wanajinasibu kwamba wanalipa kodi lakini bado kuna wimbi kubwa la wachimbaji wa madini kutorosha madini na kwenda kuuza kwenye mataifa mengine, kwa hiyo kwenye masoko mengine hata hapa Afrika Mashariki na kwingineko. Kwa hiyo serikali ni kuweza kuona namna gani ya kuweza kuzuia mianya hiyo, ili mwisho wa siku madini yetu yaweze kuuzwa katika soko letu la ndani, na hivyo kuweza kupata mapato ambayo ni ya kutosha kabisa. Kwa hiyo katika maeneo hayo, lakini vile vile lazima kuhakikisha tunakwenda kuitumia vizuri ile miradi yetu ya kimkakati. Kwa maana ya kwamba lile bwawa la Mwalimu Nyerere lazima tuhakikishe tunakwenda kulitumia to the maximum, kwa kiwango cha juu kabisa, ili kuhakikisha kwamba ile gharama tulioitumia kuwekeza paje inaenda kuonekana kwenye maisha ya Watanzania, inaenda kuonekana kwenye uchumi wa Watanzania, inaenda kuonekana kwa kuweza kuwa na nishati ya uhakika. Yani hiyo halihitaji sana maelezo, linahitaji utekelezaji zaidi wa kuhakikisha kwamba mradi huu tunakwenda kunufaika nao. Lakini miradi mingine kama SGR tuhakikisha kwamba tunakwenda kunufaika nayo vile ambavyo mikakati ilikuwa kwamba miradi hii unganishwe na bandari zetu na kadhalika, hivyo kufungua mipaka yetu kwenda nchi jirani, Burundi, Rwanda, Kongo, kote huko. Maana yake ni kwamba hilo lifanyike, na ndiko kunakoweza kusaidia kuweza kuona kwamba sasa nchi inapiga hatua na tunaweza kufikia uchumi wa 6.3. Kitaalamu Waswahili wanasema kupanga ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo jingine. Iwapo mambo hayatokwenda sawa, vitu gani ambavyo vinaweza vikawa kama kikwamishi
cha malengo ya kufikia wa uchumi wa 6.3? Kitakachokuwa kikwamishi, maana yake kwanza tunaweza tukijikuta kwamba tunaingia kwenye mzigo mkubwa zaidi wa madeni, kwa maana ya kwamba itabidi tukakope sana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba baadhi ya mambo yanakwenda. Sasa hivi tunao mzigo wa deni, lakini unaweza ukawa ni mkubwa zaidi kama hayataweza kufanyika, na kama hayatafanyika kwa sababu kuna jambo lingine nimelisahau la msingi sana. Lazima kuendelea kuziba mianya ya upotevu wa kodi. Lazima kulitizama hilo, kwa sababu tuna fedha nyingi bado zinapotea kutokana na watu wengi kukwepa kodi. Tunao watu wengi ambao wameingia kwenye siasa kwa lengo la kukwepa kodi. Yani hayo yote lazima kuweza kuyadhibiti ili mwisho wa siku mapato yetu yaweze kukusanywa kwa kiwango kinachohitajika. Kwa hiyo kama haya hayatafanyika, maana yake kwamba sasa serikali inabidi kubeba kapu la kwenda kukopa. Tukienda kukopa, maana yake kwamba deni la nchi linazidi kuongezeka, thamani ya pesa yetu inaendelea kushuka, mfumuko wa bei utaendelea kuongezeka. Hayo yote yatatokana pia na kuongezeka labda kwa pengine na kodi kwa ajili ya serikali kuweza kuhakikisha kwamba inakidhi ile mikiki ya kiuchumi. Kwa hiyo ni mambo ambayo serikali ipo azingatia, maana yake ni kwamba tutajikuta tunaingia kwenye hilo, kwenye hayo ambayo nimeweza kuyataja. Wengi wanazungumza zaidi mambo ya thamani ya shilingi. Imekuwa ni jambo ambalo limetetelesha mambo mengi sana katika nyakati kama hizi ambako kuna malengo makubwa kama hayo. Juhudi gani ambazo zinaweza zikasaidia kuipandisha thamani ya shilingi ili kuendana na mikiki ya kidunia na hatimaye huo ukuaji wakati mwingine uweze kufikiwa na ulete athari kwenye uchumi wa mtu mmoja mmoja? Kwanza nimependa sasa hivi serikali imekuja na utaratibu wa kwamba ile kununua ni hati fungani au nini, kwamba sasa hata watu wa mataifa mengine wanaweza kuja kununua. Ni jambo zuri, inaweza ikasaidia kuongeza fedha za nje ndani ya nchi yetu, hasa ukizingatia sisi bado tunanunua kwa kiwango kikubwa sana kutoka kwenye mataifa mengine duniani. Kwa hiyo inaweza ikasaidia sana, lakini naweza kutoa tahadhari moja kubwa katika haya ambayo tunayaendea. Ukiangalia hivi sasa ripoti ya World Bank, kwa maana ya Benki ya Dunia, ukienda kwenye ripoti ya IMF, shirika la fedha duniani, yote yanaonyesha kwamba kasi ya ukuaji wa uchumi duniani imedorora. Kwa hiyo na sisi ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba haya tunayoyapanga lazima tukwende kwa tahadhari kubwa sana, tukiwa tunajua kabisa kwamba huko duniani na wenyewe wanapambana kwa hali yao katika kuweza kuona kwamba uchumi unakwenda uchumi wao unaweza kurudi kwenye hali yao, na lazima tukwende kwa tahadhari kwa sababu migogoro ya kijiografia bado imeendelea kuwa ni sababu kubwa ya chumi nyingi katika mataifa mengi duniani kuzorota hivi sasa, na sisi ni sehemu ya hiyo dunia. Kwa hiyo ni vizuri katika mikakati yetu kuweza kufikiri zaidi namna ya kulitumia sana soko la ndani katika kuweza kujiwezesha na kukua zaidi kiuchumi kuliko kulitegemea sana soko la nje, hasa kutokana na hayo ninayoyazungumza. Sasa hivi sasa bado migogoro ipo, gharama za mafuta bado zimeendelea kukua. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado tunahitaji kuona tunatumia zaidi rasilimali zetu, kwa maana ya kwamba watu tunawatumia vizuri, kama ni ardhi tunaitumia vizuri, kama ni viwanda, kama ni madini, kama ni utalii, tunahakikisha kwamba hivyo vyote tunavitumia to the maximum, kwa kiwango cha juu, katika kuweza kuhakikisha kwamba tunapata mapato ambayo yatasaidia kukuza uchumi wetu kwa asilimia kubwa. Makusanyo yetu yaweze kukua. Sasa hivi tunakusanya kwa 6.1. Lazima tufikiri sasa, kama tunataka kukua kwenye uchumi wa 6.3, kukusanya angalau kwa takriban 7.1. Hayo yote tuweze kuyatizama ili kuweza kuona sasa tunakwenda kupata huo uchumi wa 6.3, na sio tu uchumi ambao utaonekana katika vitu, bali uchumi ambao utaonekana katika mifuko ya watu. Walter, nikushukuru sana. Asante sana. Nilikuwa naye Walter Nguma hii leo kwenye Uchanganuzi. Tulikuwa tukiangalia namna ambavyo serikali inapiga darubini ya kufikia ukuaji wa uchumi wa 6.3 katika mwaka wa fedha wa 26-27. Waziri wa fedha alishainisha kwenye bajeti namna ambavyo mikakati imeshawekwa
ili kuweza kufikia hilo, lakini pia kumekuwa kuna juhudi za kuangalia ni kwa namna gani basi ukuaji huo uende kumnufaisha pia mtu mmoja mmoja na usiishie kwenye tarakimu. Na ametuambia vizuri hapa Walter Nguma kwamba kuna ule uchumi wa vitu na uchumi wa watu. Kwa hiyo mambo haya yote lazima yaende pamoja. Ukuaji wa vitu uonekane, lakini pia na ukuaji wa uchumi katika watu na wenyewe una umuhimu wake, kwa sababu utasaidia kuchechemua ukuaji wa uchumi wa ndani, na hivyo mzunguko wa fedha ukiwa mkubwa, basi maisha yataendelea kuwa mazuri zaidi. Nukta hiyo inatufikisha tamati ya Uchanganuzi hii leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema kwako.